sana. Mara ya kwanza iliposimamishwa, Mheshimiwa Rais alisimamisha kwa sababu kulikuwa kuna malalamiko kwamba hizi fedha haziwafikii wahusika. Yes, haziwafikii wahusika. Na hivyo kuna namna ambayo Mheshimiwa Rais alielekeza zibadilishwe kanuni zile ambazo zilikuwa zinasimamia utoaji wa ile mikopo. Na kanuni zilipobadilishwa, awali ilikuwa miradi inatekelezwa kwa kikundi, miradi inatekelezwa kwa pamoja. Yani sisi hapa tuko 5 humu ndani, basi wote tunatakiwa kufanya mradi huu mmoja. Manake tugawane faida kama tunagawana kila siku. Sisi wote 5 tu tunajua tunafanya kitu kimoja kama kampuni, na ni watu ambao unakuta tumekutana tu kwa ajili ya huo mkopo. Kila mmoja ana taaluma yake. Kila mmoja ana taaluma yake. Yes. Labda aliyeanzisha wazo ni mmoja. Mimi Edina ninatengeneza labda vitafunwa. Ni mtaalamu. Nimekuwa nikifanya hiyo kazi kila siku. Kwa hiyo kwa zamani nilikuwa sasa ili nipate mkopo niwaite na wenzangu. Wewe mwenzangu ni mwandishi wa habari, huyu mwingine ni mpiga picha labda. Lakini kwa sababu mimi ndo nina wazo na mimi ndo ninayetengeneza vitafunwa, basi wote natakiwa mje tufanye ile kazi ya kutengeneza vitafunwa. Kitu ambacho wengine walikuwa hawawezi, hawajui hata hiyo biashara inaendaje. Lakini baada ya kufanya marekebisho, kanuni zile zimeweka namna ambayo wewe ndani ya kikundi kinakuwa ni dhamana ya huo mkopo. Lakini mimi nitafanya kitu changu kama ni kutengeneza vitafunwa, wewe fanya photoshooting, maana yake utakuwa na mradi wako wa picha. Mwingine ana duka lake la nguo, mwingine anatengeneza juisi. Wote 5, dhamana yetu ni kikundi. Yani dhamana yetu ni sisi 5 tusaidiane kufanya marejesho, kuhimizana kila siku kwamba tunatakiwa kufanya marejesho, lakini kila mmoja atafanya mradi wake. Kwa hiyo kwa sasa hivi hakuna changamoto ya kuifikia hii fursa. Ni tofauti kabisa na ambavyo ilikuwa mara ya kwanza. Ni mbio zako tu wewe mwana Kinondoni. Yani ni mbio zako tu kuzipata hizo fedha. Na kwa nini imefungwa? Imefungwa kwa maana ina mabano.